الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله: فصل: الإيمان قول وعمل. Imani ni maneno na vitendo. Qala rahimahullah: wal imanu qawlun bil lisan wa amalun bil arkan wa aqdun bil janan yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil isyan. Imani ni kusema kwa ulimi na kufanya amal kwa viungo na kuitakidi kwa moyo. Imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasiya. Qala Allah ta'ala: wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. hawakuamrishwa watu isipokuwa wampwekeshe Allah hali ya kumtakasia dini, hunafaa hali ya kushikamana na Uislamu na kuacha dini nyingine za batil, na wasimamishe sala na watoe zaka. Hiyo ndiyo dini iliyo sawa sawa. Qala rahimahullah: faja'ala ibadata Allah ta'ala wa ikhlasa alqalbi wa iqama as-salah wa itaa az-zakah kullahu min ad-din. Allah amejalia kumwabudu Allah yeye mtukufu na kutakasa kwa moyoni na kusimamisha sala na kutoa zaka, yote hayo ni katika dini. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema imani ni sehemu zaidi ya 70. Ya juu katika daraja hizo, katika sehemu hizo ya juu yake ni shahadatu an la ilaha illa Allah, kukiri kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa adnaha, ya chini katika sehemu hizo, imatatul adha anit tariq, ni kuondosha uchafu katika njia. Yani kuondosha uchafu katika njia pia ni katika dini, ni katika imani. Mtu anapata thawabu akiondosha jiwe, akiondosha mwiba, akiondosha kitu chochote ambacho kinaudhi watu katika njia. Hii ni katika kuelezea imani, ni katika imani ya chini kabisa hiyo, kuondosha uchafu katika njia. Qala faja'ala alqawla wal amala min aliman. Allah amejalia qaul, maneno na vitendo ni katika iman. Wa qala ta'ala: fazadatuhum imanan, ikawazidisha imani. Wa qala liyazdadu imanan ma'a imanihim, ili wazidishe imani pamoja na imani zao, pamoja na imani yao. Hii ni kuonesha dalili ya kwamba imani inazidi na inapungua. وقال صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردل أو ذرة من الإيمان. atatoka katika moto anayesema la ilaha illa Allah na hali katika moyo wake kuna wizani wa burra wa ngano, chembe moja ya ngano, au khardala
au dharratin min al-iman, kitu kidogo katika iman kama kipo katika moyo wake, huyu atatoka katika moto. Hadithi inaonesha fadla za la ilaha illa Allah, kwamba mtu kila atakavyokuwa, kama amekufa na la ilaha illa Allah, hakuna ushirikina katika moyo wake, amekufa katika tauhid na imani katika moyo wake, huyu hatakaa milele motoni, hata kama alikuwa na madhambi mengi. Ataadhibiwa kiasi cha maasi yake hayo, halafu hatimaye atatolewa katika moto, atiwe peponi kwa fadla za la ilaha illa Allah na kwa fadla za imani aliyokuwa nayo, hata kama ni ndogo. Qala faja'alahu mutafadila, mtume ameijalia imani kwamba inazidiana. Imani inazidiana, kuna wengine wana imani kubwa, wengine wana imani ndogo, wengine ya kati na kati. Faja'alahu mutafadila, mtume ameijalia imani mutafadila, ni yenye kuzidiana. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذه الفقرات: الإيمان لغة التصديق. إيماني katika lugha ya Kiarabu at-tasdiq ni kusaddiq. Wasilahan, na katika istilahi ya maulama, imani qaulun bil lisan, ni kusema kwa ulimi, wa amalun bil arkan, na kufanya amal kwa viungo, wa aqdun bil janan, na kuitakidi kwa moyo. Hii ndiyo imani kwa istilahi ya maulama. Qaulun bil lisan ni kusema kwa ulimi, wa amalun bil arkan, na kufanya amal kwa viungo, wa aqdun bil janan, na kuitakidi kwa moyo. Qala mithalul qaul, hiyo qaulun bil lisan mfano wake la ilaha illa Allah, ni kusema la ilaha illa Allah, ndio kusema kwa ulimi, kutamka kwa ulimi. Wa mithalul amal, na mfano wa amal, wa amalun bil arkan, na kufanya amal kwa viungo, mfano wake arruku, kurukuu. Kurukuu ni vitendo vinafanywa na viungo vya kila mtu. Wa mithalul aqdi, mfano wa itikadi, wa aqdun bil janan, itikadi ya moyoni, mfano wake al-imanu billah wa malaikatihi, kumwamini Allah na kuamini malaika wake, wa ghairi dhalika mimma yajibu i'tiqaduhu, na mengineyo katika mambo ambayo ni lazima kuyaitakidi. Huo ndio mifano ya taarifu hii: qaulun bil lisan, wa amalun bil arkan, wa aqdun au wa i'tiqadun bil janan, kuitakidi kwa moyo. والدليل على أن هذا هو الإيمان، دليل يكون هي ndio إيمان قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. قال الشيخ: فجعل الإخلاص والزكاة والصلاة والزكاة من الدين. الله مجالية إخلاص نصالة نزكاة، yote haya ni katika dini. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان 70 شعبة. إيماني نسهم زيدي يسبيني، أعلاها shahadatu an la ilaha illa Allah, ya juu katika sehemu hizo ni shahadatu an la ilaha illa Allah, kukiri kwamba hapana mola anayepasa kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah. Wa adnaha, na sehemu ya chini ya iman, imatatul adha anit tariq, ni kuondosha uchafu katika njia. رواه مسلم بلفظ فأفضلها قول لا إله إلا الله. بورا يسهم hizo za iman ni kusema la ilaha illa Allah. Wa asluhu fi sahihain, asli yake iko katika sahihain min hadithi Abi Huraira radhiyallahu anhu.
Wal-imanu yazidu bit-ta'ah wa yanqusu bil-ma'siyah, imani inazidi kwa kufanya taa na inapungua kwa kufanya maasi. Kila mtu anavyozidi kufanya taa ndipo imani yake inapozidi, na kila mtu anapofanya maasi imani yake inapungua. Liqaulihi ta'ala fazadahum imana, ikawazidisha imani. وقوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم, ili wazidishe imani pamoja na imani yao. Kwa hiyo imani inazidi kwa taa na imani inapungua kwa maasi, sababu maasi ni kumtii shaitani, taa ni kumtii Allah na maasi ni kumtii shaitani. Kwa mtu anavyokumtii Allah ndipo imani yake inapozidi, anapomwasi Allah ndiyo anamtii shaitani, imani yake inapungua. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال برة أو خردل أو ذرة من إيمان، رواه البخاري بنحوه. Atatoka katika moto aliyesema la ilaha illa Allah na katika moyo wake kuna wizani wa chembe ya burra ya ngano au ya khardala au dharratin, au kitu kidogo katika imani imo katika moyo wake, huyu atatoka katika moto aingizwe katika pepo kwa fadhila za la ilaha illa Allah na kwa fadhila za imani yake hata kama ni ndogo. قال فجعله النبي صلى الله عليه وسلم متفاضلا, Allah amejalia imani ni yenye kuzidiana. وإذا ثبتت زيادته ثبت نقصه, inapothibiti ile ziada yake, inapothubutu huthubutu pia kupungua kwake. Aya na hadithi zinathibitisha ziyadatul iman. Kwa inapothubutu hiyo ziyadatul iman, pia inathubutu naqsuhu, kupungua kwake imani. Na ni kupungua kwa iman ni kwa kufanya maasi. لأن من لازم الزيادة أن يكون المزيد عليه ناقصا عن الزائد, sababu katika lazim la ziada ni kuwa kile kinachozidishwa naqisan kinapungua pia ani zaid kuliko kile kuzidi. Hii ni katika jambo la lazima katika ziada, lazima kila ziada inakupungua. Ndio lianna min lazimi ziyada an yakuna almazidu alayhi naqisan ani zaid. Katika lazim, mambo yanayolazim ziada ni kuwa kile kinachozidishwa naqisan ani ziyada ni chenye kupungua, ani zaid ni chenye kupungua na ile zaid. Hii ni aqida ya sunnati wal jamaa kwamba imani inazidi na inapungua, lakini ni kinyume na murji'a. Murji'a ni katika vikundi dhalla, wao hawaitakidi hivi, hawaamini kwamba imani inazidi wala inapungua. Wanasema imani ya mtu iko vile vile, hata akifanya maasi, hata akifanyaje, imani yake kama imani ya Jibril. Imani ya kila mtu, wanasema imani ya kila mtu ni sawa na imani ya Jibril alayhi salam, haipungui kwa kufanya maasi. Mtu anavyofanya maasi afanyavyo, imani yake iko pale pale. Hii ni itikadi potofu katika itikadi za hao murji'a wanaosema kwamba imani haizidi wala haipungui. Na aya zinathibitisha kwamba imani inazidi. Aya nyingi tu na hadithi zinathibitisha kwamba imani inazidi, kama katika suratul Anfal, innamal mu'minuna alladhina idha dhukira Allahu wajilat qulubuhum wa idha tuliyat alayhim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Waumini wa kweli ni wale ambao akitajwa Allah wajilat qulubuhum, nyoyo zao zinaogopa, na wakisomewa aya zake
zinawazidisha imani. Aya iko wazi kwamba imani inazidi kwa taa. Kwa hiyo hawa murjia wanasema la, imani haizidi wala haipungui. Hata mtu akifanya maasi ya vipi, imani yake iko pale pale. Hii ni itikadi potofu ya hao murjia. Faslun, al-imanu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kuamini kila alilolielezea mtume sallallahu alayhi wasallam. Al-imanu bikulli ma akhbara bihi ar-rasul sallallahu alayhi wasallam, kuamini kila alilolielezea mtume sallallahu alayhi wasallam. Qala al-musannif rahimahullah: ويجب الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا ونعلم أنه حق وصدق. لازم kuamini kila alilolielezea mtume sallallahu alaihi wasallam, wasahha bihi naqlu anhu, na ikawa sahihi kunukuu kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wasallam. Jambo hilo limenukuliwa na masahaba kwa njia iliyo sahihi. Fima shahadnahu, katika mambo tuliyoyaona, au ghaba anna, au yaliyojificha na sisi. Wa na'lamu annahu haqqun wa sidqun, na tunajua kwamba jambo hilo ni haki na ukweli. وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه ولم نطلع على حقيقة معناه. sawa katika hayo ni mambo ambayo tunayafahamu na tusiyoyajua, na mambo ambayo hatujajua uhalisia wa maana yake. Kila jambo ambalo limethubutu kwa mtume sallam kwa njia iliyo sahihi, katika mambo ambayo tunayajua, tunayafahamu, na mambo ambayo hatuyafahamu, lakini ni jambo limethubutu kwa njia iliyo sahihi, ni lazima muislamu aamini. Mithla hadithi al-Isra wal-Mi'raj, mfano wa hadithi ya Isra na Mi'raj. Mtume sallam kupelekwa kule Baitul Maqdis, halafu kutoka Baitul Maqdis kupandishwa mbinguni. Hii ni hadithi sahihi, na pia aya ya Allah imethibitisha katika Qur'ani, ni lazima kuamini. Subhanalladhi asra bi'abdihi laylan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina. Kwa hiyo hii ni lazima kuamini. Wakana yaqdatan la manama, tukio hilo lilikuwa ni umacho wa mtume, si katika usingizi. Wakana yaqdatan, jambo hilo lilikuwa yaqdha, yani kwa umacho wa mtume. Mtume alikuwa macho alipopelekwa huko, tukio hilo la Isra na Mi'raj. La manaman, sio usingizini kama wanavyodai baadhi ya maadui wa Uislamu. Qala fa inna quraishan ankaratuhu wa akbaratuhu, kwani makureish walilikanusha jambo hilo na wakalifanya kubwa. Walam tunkiril manamat, hawajakanusha manamat, jambo la usingizini kwamba ni ndoto. Wao wanadai kwamba ni ndoto ile, mtume hakupelekwa kwa hali ya kuwa yuko macho, ni ndoto tu. Aliota kwamba yuko kule Baitul Maqdis, akaota kwamba yuko mbinguni, wakati sio kweli, sio kweli wanavyodai. Wa min dhalik, na katika hayo ambayo ni lazima kuyaamini, anna malakal maut lamma jaa ila Musa alayhi salam liyaqbidha ruhahu latamahu fafaqa'a aynahu faraja'a ila rabbih faradda alayhi aynahu. Katika mambo ambayo ni lazima kuyaamini aliyokuja nayo mtume sallam ni kwamba malakul maut, malaika yule mwenye kuwakilishwa kuchukua roho za watu, alipokuja kwa nabii Musa alayhi salam ili achukue roho yake, la tamahu, nabii Musa alimpiga huyu malaika kofi
fafaqaa ainahu, akatoboa jicho lake. Ulaika wa kuchukua roho za watu, akarudi kwa Mola wake. Faradda alaihi ainahu, Allah akamrudishia jicho lake lile lililotobolewa na kofi lile la Nabii Musa. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه على هذه الفقرتين: السمعيات كل ما ثبت بالسمع، كلا jambo ambalo limethubutu kwa kusikiwa, ay bitariqi shar'i wa lam yakul lil'aqli fiha madkhal, limesikiliwa kwa njia ya kisheria na wakati akili haina maingilio yoyote katika jambo hilo. Hakuna kutia akili katika jambo lililothubutu kwa njia sahihi, kwa njia ya kisheria. Walam yakul lil'aqli fiha madkhal, akili haina njia yoyote ya kuingilia jambo hilo. Mtu anatakiwa asitangulize akili yake, atangulize nukuu hizi za hadith za Qur'ani na hadithi za Mtume sallam, asitangulize akili yake. Jambo hili haliwezekani Nabii Musa kumpiga malaika kwa akili yangu. Akili gani? Kwa akili yangu mimi siamini. Una akili gani wewe Sheikh? Kwa hiyo mtu asitangulize akili yake katika masala ambayo yamethubutu kisheria kwa njia iliyo sahihi. Qala wa kullu ma thabata ani nabii sallallahu alaihi wasallam min akhbarin fahiya haqqun yajibu tasdiquhu, kila lililothubutu kutokana na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi, hilo ni haki, ni lazima kuliamini, ni lazima kusaddiq. Sawaun shahadnahu bihawasina au ghaba anna, sawa tumelishuhudia na kuliona kwa hivi vitambuzi vyetu au lilikuwa mbali na sisi. Sawaun shahadnahu bihawasina au ghaba anna, sawa jambo hilo tumelishuhudia na kuliona kwa hivi vitambuzi vyetu, au ghaba anna, au lilikuwa mbali na sisi. Wasawaun adraknahu biuqulina am lam nudrikuhu, na sawa tulidiriki na kulifahamu kwa akili zetu au hatujalifahamu. Liqaulihi ta'ala: inna arsalnaka bilhaqqi bashiran wa nadhira wa la tus'alu an ashabil jahim, sisi tumekutumiliza wewe kwa haki, hali ya kuwa ni mwenye kupeleka habari za furaha kwa waumini na hali ya kupeleka habari za kutisha kwa wasiokuwa waumini na kuwatahadharisha. Wala tusalu an ashabil jahim, wala hutaulizwa wewe kuhusu watu wa motoni, hutaulizwa kuhusu watu wa motoni. قال الشيخ ابن عثيمين: وقد ذكر المؤلف من ذلك أمورا. المؤلف ابن قدامة المقدسي ametaja mambo mengi katika hayo yaliyoelezea Mtume sallallahu alaihi wasallam. Al-amru al-awwal, jambo la kwanza, al-Isra wal Mi'raj, tukio hilo la Isra na Mi'raj. قال الشيخ رحمه الله: الإسراء لغة السير بالشخص ليلا, ni mtu kutembea usiku, hii ndio inaitwa al-Isra. Sara fulanun ila makani kadha, hii ina maana alikwenda usiku. Waqila bimaana sara, na imesemwa hiyo ina maana ya sara. وشرعا سير جبريل بالنبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى بيت المقدس. kisheria al-Isra ni Jibril kumpeleka Mtume صلى الله عليه وسلم usiku kutoka Maka kumpeleka Baitul Maqdis kule Palestina. لقوله تعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. hii ni aya inayothibitisha tukio hilo la Isra na Mi'raj. Qala wal Mi'raj lughatan
al-alatu allati yu'raju biha, ni kile chombo kinachopandiwa mahali. Wa hiya al-mis'ad, ngazi. Al-mi'raj ni ngazi. Wa shar'an as-sullamu alladhi urija bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-ardi ila as-sama, ni ile ngazi ambayo Mtume sallam alipandishiwa kutoka ardhini kwenda mbinguni, ndiyo inaitwa al-mi'raj. Liqaulihi ta'ala, wan najmi idha hawa ma dhalla sahibukum wama ghawa, ila qaulihi laqad ra'a min ayati rabbihil kubra, aliona huko katika aya alama za Mola wake kubwa, aliziona huko mbinguni Mtume sallam alipopandishwa huko. Wakana fi lailatin wahida inda aljumhur, matukio hayo mawili al-Isra wal Mi'raj yalikuwa katika usiku mmoja inda aljumhur, kwa wengi katika maulama. Wakana fi lailatin wahida inda aljumhur, Isra na Mi'raj zilikuwa katika usiku mmoja kwa maulama wengi. Walil ulamai khilafun mata kanat, kwa maulama kuna khilaf, wametofautiana lini lilitokea jambo hilo. Fayurwa bisanadin munqati'in an ibn Abbas wa Jabir radhiyallahu anhum annaha laylatul ithnain الثاني عشر من ربيع الأول ولم يعين السنة. imepokewa kwa sanad munqati, si muttasil, sanadi yake imekatika kutokana na Ibn Abbas na Jabir radhiyallahu anhum kwamba tukio hilo lilitokea usiku wa kuamkia Jumatatu tarehe 12 ya Rabiul Awwal, lakini hawakuweka wazi mwaka, hawakusema ni mwaka gani. Walisema ni lailatul ithnain athani ashar min Rabiul Awwal wa bas, hawakusema ni mwaka gani hao Ibn Abbas na Jabir radhiyallahu anhum. ويروى عن الزهري وعروة أنها قبل الهجرة بسنة، رواه البيهقي. يمكن kwa Zuhri na Urwa kwamba tukio hilo lilikuwa ni kabla ya Mtume kuhamia Madina kwa mwaka mmoja. fatakunu fi Rabi'il Awwal wa lam yu'ayyin al-layla, itakuwa sasa ni Rabi'il Awwal hiyo hiyo, lakini pia hawakubainisha usiku gani. Hawakusema ni usiku wa kuamkia Jumatatu wala Alhamisi wala Jumatano wala siku yoyote. Walisema tu kwamba ni Rabi'ul Awwal qabla al-hijra bisana. وقال ابن سعد وغيره, ameisema kauli hiyo Ibn Sa'd na wengineo. Wajazama bihi an-Nawawi, pia al-Imam an-Nawawi amekwenda kwenye kauli hiyo. ويروى عن السدي أنها قبل الهجرة ب16 شهرا. imepokewa na Suddi kwamba tukio hilo lilikuwa ni kabla ya Mtume kuhamia Madina kwa miezi 16. Kabla hajahamia Madina ndipo akapelekwa huko Isra na Mi'raj kwa miezi 16, baadaye ndipo akahamia Madina. Rawahu al-Hakim. fatakunu fi dhil qa'da wa qila qabla al-hijra bi 3 sinin. Kauli hiyo ya kwamba ni kabla al-hijra kwa miezi 16 itakuwa katika mwezi wa Dhil Qa'da. Mwezi wa Dhil Qa'da, mwezi wa 11 katika miezi ya Kiislamu. Waqila qabla al-hijra bi 3 sinin, lilitokea kabla ya kuhamia Madina kwa miaka 3. Waqila bi 5, na imesemwa kwa miaka 5. Waqila bi 6, pia imesemwa kwa miaka 6. Hizi ni ikhtilaf za maulama, wote wamekhtalifiana kwa kauli hizo, tukio hilo lilikuwa mwezi gani na mwaka gani na siku gani. Na ndio maana haifai watu kusherehekea ile tarehe 27 ya mwezi wa Rajab.
haifai watu kusherehekea tukio lile, kwa sababu ni tarehe ya makosa kusherehekea, kuweka tarehe ile kwamba ni kuamkia tarehe 27 ya Rajab ndipo mtume alipopelekwa kule mbinguni. Kwa dalili gani? Hakuna dalili hiyo, hakuna dalili hiyo. Kwanza hakuna sherehe, halafu kupangilia kwamba ni tarehe 27 ya Rajab pia ule ni urongo. Inakuwa wanafanya urongo kuiweka tarehe fulani wakati tarehe yake haijulikani, tarehe yake bidhabti haijulikani, kwamba tukio lile lilikuwa ni tarehe kadhaa, hiyo haijulikani. Sasa wale wanaoweka kwamba ni tarehe 27 ya Rajab ni kwamba wanajifanyia mambo bila kuwa na ujuzi nao. ثم قال الشيخ وكان يقظة لا مناما, ilikuwa ni umacho wa mtume, si usingizini, sio ndoto. lianna quraishan akbaratuhu wa ankaratuhu, makuraishi walilikana jambo hilo wakalifanya kubwa. walau kana manama lam tunkiruhu liannaha la tunkiru almanamat, ingekuwa tukio hilo ni usingizini wasingelikanusha makuraishi, sababu wao hawakanushi mambo ya usingizini ya ndoto, hawakanushi. وقصته أن جبريل أمره الله أن يسري بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس على البراق، ثم يعرج به إلى السماوات العلى سماء. Jibril, Allah subhanahu wa ta'ala alimwamrisha Jibril aende na mtume sallam mpaka Baitul Maqdis juu ya mnyama wake huyo al-Buraq, kisha ampandishe mbinguni, mbingu za juu, mbingu baada ya mbingu nyingine, hatta balagha makanan sami'a fihi sarif al-aqlam, mpaka akafikia mahali ambapo akasikia sarif al-aqlam, yani sauti ya kalamu zinaandika. وفرض الله عليه الصلوات الخمس, halafu Allah akamfaradhishia huko juu sala 5. wattala ala aljannati wannar, akaona pepo na moto. wattasala bil anbiya'il kiram, akawasiliana na mitume watukufu. wasalla bihim imaman, akawasalisha mitume hao hali ya kuwa ni imamu. ثم رجع إلى مكة, kisha akarudi Maka. fahaddatha an-nasa bima raa, akawazungumzia watu hayo aliyoyaona katika safari yake hiyo. fakadhabahu al-kafirun, makafiri wakamkadhibisha. wasaddaqa bihi al-mu'minun, na waislamu waumini wakamsadikisha. wataraddada fihi akharun, wengine wakatia shaka. Kwa ni lazima kuamini tukio hilo, kwa sababu limethibitishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia na hadithi zake Mtume sallam zilizo sahihi zimethibitisha tukio hilo la Isra na Mi'raj. Al-amru thani, jambo la pili alilokuja nalo Mtume sallallahu alaihi wasallam, maji'u malakil maut ila Musa sallallahu alaihi wasallam, kuja malakul maut, malaika wa kuchukua roho za watu. kuja malaika huyo kwa nabii Musa alayhi salatu wassalam. jaa malakul maut bisurati insanin ila nabiyillahi Musa alayhi salatu wassalam liyaqbidha ruhahu, alikuja malaika huyo wa mauti kwa sura ya mtu, alikuja kwa sura ya mtu, alikuja kwa mtume wa Allah Musa alayhi salatu wassalam ili achukue roho yake. falatamahu Musa fafaqaa ainahu, Nabii Musa akampiga kofi na kutoboa jicho lake. faraja almalaku ila Allah, malaika huyu wa mauti akarudi kwa Allah. waqala arsaltani ila abdin la yuridu almaut, wewe umenituma kwa mja ambaye hataki kufa, umenituma kwa mja wako ambaye la yuridu almaut,
hataki kufa. Faradda Allahu alayhi ainahu, Allah akamrudishia lile jicho lake lililotobolewa na Nabii Musa. Waqala, Allah akamwambia huyo malakul maut, irji ilayhi, rudi kwake. Wa qul lahu yadh'u yadahu ala matni thawrin, rudi kwake umwambie aweke mkono wake juu ya mgongo wa ng'ombe. Thawr, ng'ombe dume. Mwambie aweke mkono wake juu ya mgongo wa ng'ombe dume. Falahu bima ghatta yadahu bikulli sha'ratin sana, yeye ana kwa zile nyele zilizofunika mkono wake, kila unywele mmoja mwaka mmoja. Akiweka mkono wake juu ya mgongo wa huyo ng'ombe, zile nyele za ng'ombe yule zitamfunika katika mkono wake. Kila unywele mmoja utakaomfunika ataishi mwaka mmoja hapa duniani. Hamjafahamu? Hadha huwa. Idhan akaenda yule malakul maut akamwambia hivyo Nabii Musa. Faqala Musa, Nabii Musa akamwambia thumma madha, kisha baada ya hivyo, baada ya kuishi miaka hiyo, baada ya mimi kwamba nitaishi miaka hiyo ya idadi ya zile nyele zilizofunika mkono, baadaye itatokea nini? Qala thumma almaut, kisha ndiyo kufa. Qala fal'an, basi ni iwe sasa hivi, sina haja tena ya kuishi miaka hiyo yote hiyo ya idadi ya nyele za ng'ombe. Qala fal'an. Fasa'ala Allah an yudniyahu min al-ardi al-muqaddasa ramiyata hajar, akamwomba Allah amkurubishe katika ardhi takatifu kama kutupa kwa jiwe, yani amkurubishe katika ardhi ya kule ya upande wa Sham, ili afarikie kule au roho ichukuliwe kule. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam falau kunta thamma la ra'aytakum qabrahu la araitakum, falau kuntu thamma la araitukum qabrahu ila janibi at-tariqi inda al-kathib al-ahmar. Biandikwa falau kunta, falau kunta, falau kuntu, كيف falau kunta? Anamwambia nani sasa? Mtume anasema falau kunta thamma, khitabu itakuwa ni ya nani? falau kunta thamma la araitakum qabrahu, ungekuwepo hapo mbona haiji falau kuntu thamma la araitukum qabrahu? Adh-dhahir ni yeye mtume, adh-dhahir ni yeye mtume anasema lau ningekuwepo hapo ningekuonesheni kabri yake karibu na njia ya al-Kathib al-Ahmar. Al-Kathib al-Ahmar anasema ni kilima ambacho kina mawe, ndipo ilipo kabri yake Nabii Musa, ndipo ilipo kabri yake Nabii Musa. Na wanasema al-Kathib al-Ahmar iko magharibi au kaskazini mwa mji wa Jordan, wasema mahali hapo al-Kathib al-Ahmar ni kutoka mji ile capital city ya Oman ndio capital city ya Jordan, kilomita kama 41 ndio mahali hapo panapoitwa al-Kathib al-Ahmar, ambapo pana kabri ya Nabii Musa alayhi salam, kama hivyo wanasema baadhi ya ulama wa sir tarikh. Qala wa hadha alhadithu thabitun fi sahihain, hadithi hii ya Nabii Musa kumpiga malakul maut imethubutu katika sahihain Bukhari na Muslim. Wa inna ma athbatahu almuallif fi alaqida, almuallif Ibn Qudama ameithibitisha katika kitabu hiki cha aqida, lianna ba'd almubtadi'a ankarahu, baadhi ya wazushi wameikanusha hadithi hii ambapo iko katika sahihain.
muallilan dhalika biannahu yamtani'u anna Musa yaltimu almalak. Wameikanusha hadithi wakitoa sababu kwamba ni jambo ambalo haliwezekani kwamba Nabii Musa ampige kofi malaika. Shafahamu? Wao wanatoa taalili hiyo, wanafuata akili zao wanafuata akili zao kwamba haiwezekani kwamba Nabii Musa yeye ni mwanadamu halafu ampige kofi malaika. Qala Sheikh wa naruddu alaihim, lakini tunawafanyia raddi bi anna almalaka ata Musa bi surati insan. Malaika huyo alimjia Musa kwa sura ya mtu, si kwa sura ya malaika. Sawa? Alimjia Nabii Musa kwa sura ya mtu wa kawaida, si sura ya kimalaika. بأن الملك أتى موسى بصورة إنسان لا يعرف موسى من هو. Nabii Musa hakujua ni nani huyu, yatlubu minhu nafsahu, ambaye anaitaka nafsi yake. Si ndio ilivyo mwanadamu? Akija mwanadamu mwenzako tu akwambia bwana nataka kuchukua roho yako, utakubali wewe? Mtu wa kawaida tu huwezi kukubali, mwambie hapana wewe. Sasa ndio ilivyotokea, ni kwamba alikuja huyu malakul maut kwa sura ya mtu wa kawaida. Qala famuqtada at-tabi'a al-bashariyya an yudafi'a al-matlubu an nafsihi. Ni katika jambo ambalo linatakiwa na tabia ya kimwanadamu ya watu, mtu anayetakiwa kuitetea nafsi yake, ndiyo tabia ya mwanadamu. Walau alima Musa annahu malak lam yaltimhu, lau Nabii Musa alijua kwamba huu ni malaika wa maut asingempiga kofi, lakini amekuja kwa sura ya mtu wa kawaida. Walidhalik istaslama lahu fil marrati thaniya, na ndio maana Nabii Musa alijisalimisha kwake mara ya pili. Ajisalimisha kwa malakul maut, si ndio? Tumesoma hapa nyuma. Kwa hiyo mara ya pili Nabii Musa alipojua kwamba huu ni malakul maut akajisalimisha. Hina jaa bima yadullu annahu min indillah, alipokuja na maneno ambayo yanafahamisha kwamba yanatokana na Allah. Wa huwa itauhu muhla min as-sinin biqadri ma tahta yadihi min sha'ri thawr. Jambo gani lilofahamisha kwamba maneno haya kutoka kwa Allah? Ni ile kumpa muda wa miaka mingi kwa kiasi cha zile nyele zilitakazokuwa chini ya mkono wake katika nyele za yule ng'ombe dume. Akajua haya ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala, huyu ametumwa na Allah, ndipo akajisalimisha na kusalimu amri na kutaka mauti pale pale. Kwa lazima kuamini kila jambo alilolielezea Mtume sallam, na hususan likija kwa njia sahihi na hadithi ikiwa ni sahihi. Wa min dhalik ashratu saa, na katika hayo aliyokuja nayo Mtume sallallahu alaihi wasallam ni alama za kiyama, mithla khuruji ad-dajjal wa nuzuli Isa ibn Maryama alayhi salam fayaktuluhu, kutoka kwa huyo Dajjal al-Masih ad-Dajjal, na kushuka kwa Nabii Isa ibn Maryam alayhi salam na kumuua huyo Dajjal. Nabii Isa akishuka ndiye atakayemuua huyo al-Masih ad-Dajjal. Wa khuruju Yaajuja au wa khuruji Yaajuja wa Maajuj, pia kutoka kwa Yaajuj na Maajuj. Wa khuruji dabba, na kutoka huyo mnyama. Wa tulu'i shamsi min magharibiha, na jua kutokeza upande wa magharibi. Zote hizi ni katika alama za kiyama kubwa, ni katika alama za kiyama kubwa. Alama ndogo dogo nyingi zipo alama ndogo dogo za kiyama nyingi zipo. Katika alama hizo ni utume wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ni moja katika alama ndogo za kiyama, ile kwamba Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni mtume wa mwisho, ni katika alama za kiyama ndogo. Hasa hizi alama kubwa bado hazijaja, lakini ndogo nyingi zimeshatangulia. Kwa hiyo watulu'i shamsi min magharibiha wa ashbahi dhalik, na mifano ya hiyo
ya hayo mimma sahha bihi naqlu, katika mambo ambayo imesihi nukuu yake. الشرح قال الأمر الثالث جنب لتاتو أشراط الساعة ni alama za kiyama. Al-ashratu jam'u shart wa huwa lughatan al-alama. Ash-shart katika lugha al-alama, was-sa'atu lugha al-waqtu au al-hadiru minhu. Saa katika lugha ni wakati au kile chenye kuhudhuria katika wakati, pia kinaitwa as-saa. Wal muradu biha huna al-qiyama, na muradi wake saa hapa ni kiyama, sio wakati. Fa ashratu saati shar'an al-alamat ad-dallatu ala qurbi yawmil qiyama. Maana ashratu saa kisheria ni zile alama zinazofahamisha kuwa siku ya kiyama iko karibu. قال الله تعالى فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراتها. فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة. je, hivi wanangojea hawangojei isipokuwa kiyama kiwajilie kwa ghafla. faqad jaa ashratuha, kwani zimeshafika alama zake. وذكر المؤلف من أشراط الساعة ما ياتي. المؤلف ابن قدامة رحمه الله ametaja katika alama za kiyama hizi zifuatazo. Kwanza, khuruju dajjal, kutoka huyo almasihu dajjal, wa huwa lughatan sighatun mubalaghatun min ad-dajli wa huwa al-kadhib wa at-tamwih. maana dajjal ni sigha mubalagha, sigha la kuendeleza, linatokana katika neno ad-dajli wa huwa al-kadhib wa at-tamwih, urongo. Kwa dajjal ina maana mrongo sana. Ad-dajjal ina maana mrongo sana. Huyo almasihu ad-dajjal ameitwa hivyo kwa sababu ni mrongo sana. Wa shar'an rajulun mumawwahun yakhruju fi akhir az-zaman yadda'i ar-rububiyyah, ni mtu mrongo atakayetokea mwisho wa ulimwengu, mwisho wa dunia, anayedai au atakayedai rububia, uungu, atadai kwamba yeye ni Mungu, huyo almasihu ad-dajjal. idhan rajulun shar'an rajulun mumawwahun yakhruju min akhir az-zaman yadda'i ar-rububiyyah wa khurujuhu thabitun bis-sunnah wal-ijma'. kutokeza kwake huyo masihu ad-dajjal kumethubutu kwa hadithi na itifaqi ya maulama. qala an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qulu allahumma inni a'udhu bika min adhabi jahannam wa a'udhu bika min adhabi al-qabr wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat. rawahu Muslim. Mtume sallam ameamrisha jambo hili la kusoma dua hii baada ya tashahud. Baada ya tashahud ya mwisho, Mtume ameamrisha kila Muislamu anayesali asome dua hii ya kutaka hifadha kwa Allah na mambo haya manne. Mola wangu, mimi nataka hifadha kwako kwa adhabu ya jahannam, wa a'udhu bika min adhabi al-qabri, nataka hifadha kwako na adhabu ya qabri, wa a'udhu bika min fitnati al-masih ad-dajjal, nataka hifadha kwako na fitna za huyu al-masih ad-dajjal, wa a'udhu bika min fitnati al-mahya wal-mamat, pia nataka hifadha kwako na fitna za uhai na za mauti. rawahu Muslim. hii ni hadithi sahih. قال وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ منه في الصلاة. alikuwa Mtume صلى الله عليه وسلم akitaka hifadha na huyu masihi ad-dajjal katika sala. muttafaqun alayhi. wa ajma'a al-muslimuna ala khurujihi, waislamu wamewafikiana kutoka kwa huyu masihi ad-dajjal kwamba ni kiumbe ambacho kitakuja kutokeza mwisho wa dunia. وقصته قصتك أنه يخرج من طريق بين الشام والعراق.
atatoka katika njia iliyo baina ya Sham na Iraq, fayad'u an-nasa ila ibadatihi. Fitna zake hizo, atawalingania watu kumwabudu yeye, waache kumwabudu Allah, wamwabudu yeye. Fa aktharu man yattabi'uhu al-yahudu wan-nisaa wal-a'rab, wengi watakaomfuata huyu Mayahudi ni Mayahudi na wanawake na al-a'rab. Al-a'rab ni watu wa mashambani, mabedui, sio Arab. Tofauti baina ya Arab na al-a'rab. Al-a'rab ni watu wa mashambani, mabedui. Wayattabi'uhu 70,000 min yahudi Asfahan, watamfuata al-Masih ad-Dajjal Mayahudi 70,000 katika Mayahudi wa Asfahan. Sawa? Fayasiru fil ardi kulliha kalghaythi istadbaratuhu ar-rihu illa Makkah wal Madina fayumna'u minhuma, atakwenda katika ardhi yote kama mvua iliyopeperushwa na upepo au iliyopelekwa na upepo, isipokuwa mji wa Maka na Madina atazuiliwa kuingia. Huyu Masihu ad-Dajjal ataingia kila nchi isipokuwa mji wa Maka na Madina, utakuwa na malaika wakimzuia, hawezi kuingia katika miji ile mitukufu. Wa muddatuhu 40 yawman, na muda wake atakaoishi duniani ni siku 40 huyo Masihu ad-Dajjal. Yaumun kasana, siku moja ni kama mwaka mmoja. Wa yaumun kashahrin, na siku nyingine kama mwezi mmoja. Wa yaumun kajumaa, na siku nyingine ni kama jumaa, yani wiki moja. Wa baqi ayamihi kal'ada, na siku zake nyingine zitakazobakia ni kama za kawaida. Kwa hiyo ataishi, atakaa kwa muda wa siku 40, siku zenyewe ni hivyo. Wa huwa a'warul aini, na yeye ni chongo, jicho lake ni chongo, atakuwa na chongo maktubun baina ainaihi kafara, atakuwa ni mwenye kuandikwa baina ya macho yake kafara, ataandikwa hivyo kafara baina ya macho yake, hapa atakuwa ameandikwa hivyo. Yaqra'uhu almu'minu faqat, watasoma maneno hayo waislamu peke yake. Kila muislamu atasoma maneno yake hayo na kumjua kwamba huyu ni mrongo Masihi ad-Dajjal, kila muislamu. Walahu fitnatun adhima, na huwa ana fitna kubwa. Minha, katika fitna hizo, annahu ya'muru as-samaa fatumtiru wal ardha fatambutu, ataamrisha mbingu zitanyesha mvua, ataamrisha ardhi zitamea mazao. Ma'ahu jannatun wa nar, halafu atakuwa na pepo na moto, atakuwa na pepo na moto, anatembea nayo hivi, hii pepo, huu moto. Fajannatuhu narun wa naruhu janna, lakini pepo yake ndiyo moto na moto wake ni pepo. Akikwambia fanya hivi uingie peponi, ujue uingia motoni. Huu ni moto, ukienda huku ujue huu ni pepo. Sawa? Fajannatuhu narun wa naruhu janna, pepo yake ni moto na moto wake ni pepo. Hadhara minhu an-nabiy sallallahu alayhi wa alihi wasallam, mtume amemtahadharisha huyo, amewatahadharisha waislamu na huyo Masihi ad-Dajjal. Waqala, na akasema, man sami'a bihi falyan'a anhu, atakayemsikia na akae mbali naye. Atakayemsikia huyo, falyan'a anhu, na akae mbali naye. Wa man adrakahu, na atakayemdiriki, falyaqra alayhi fawatiha suratil kahf au bifawatihi suratil kahf, atakayemdiriki basi amsomee mianzo ya suratul kahf, aya 10 za mwanzo za suratul kahf, au bifawatihi suratil kahf, mianzo ya suratul kahf amsomee. Akimsomea basi atanusurika naye. Kwa ni sunna kuhifadhi aya 10 za mwanzo za suratul kahf, kwa sababu zinamuhifadhi mtu na huyo al-Masih ad-Dajjal.